Salamu alaikum. Mko salama? Naomba nitachukua tu muda mchache niwapatie hao nimeandamana nao tuwasalimie, manake tumetoka nao kwa ofisi ya Mheshimiwa Seneta, alafu mimi nitamalizia. Naomba tu mje mseme majina alafu mimi nitaendelea. Salamu alaikum. Kwa majina naitwa Dreda wa Kesho ama Mama Grace Joy. Vosikia mama amesema tumetoka kwa ofisi moja kwa Senator Jones Mwaruma. Tunawapenda nyinyi ndugu zetu. Mungu atubariki pamoja. Salamu alaikum. Nimeisema vizuri kweli? Asanteni sana. Basi kwa heshima ya meza kuu na wanakushaites wote na wasalimia, hamjambo tena. Jina langu mimi ni Jennifer Mshai na kwa neema Mwenyezi Mungu niko kwa ofisi ya Senator. Kwanza kabisa nasema asante kwa mwaliko huu. Mimi hupenda kusema hivi, wakati mwingi unaweza kuwa kiongozi lakini umesahaulika. Lakini mimi nashukuru kwa sababu mmemtambua Senator Mwaruma, ndio maana ofisi yake iko hapa, ndio maana mke wake yuko hapa. Na haya yote mmefanya kwa sababu ya nini? Ya upendo. Si mnampenda? Maana mngekuwa hamumpendi msingemwalika. Basi mimi nasema asante kwa sababu ya mwaliko. Na mimi nataka niseme hivi, katika hii jamii ya Kushaites, wengi ni marafiki zangu. Naona kakangu hapa, tumeishi naye ndani miaka mingi sana. Na kuna mama hapa, sasa vile mmevaa yupi hivyo sijui ni yupi. Rafiki yangu Fatma. Huyu mama amekuwa rafiki yangu wa karibu sana. Amekuwa mama ambaye hataki kuniacha nyuma. Ni yupi? Basi rafiki yangu huyu hapa. Huyu mama ana upendo wa ajabu. Hakuna mahali anataka kuniacha nyuma. Inamaanisha kwamba mnataka nikuwe kati ya jamii yenu. Na mnaona pia mimi leo nimevaa kama nyinyi. Nimeondokea hizo hali zingine, nimerudi upande huu. Sasa mimi nataka niseme hivi, kwa ajili ya huu upendo na umeletwa na rafiki yangu Fatma, na hata mimi ni mmoja katika kikundi yao. Kwa hivyo yale wanafanya pale ndani wamenihusisha, niko hapo. Sasa mimi nataka niseme tutakuwa na nyinyi na tutaendelea kuwa na nyinyi. Mheshimiwa Azari ameongea vile amesema atakufa na nyinyi. Hata sisi tukiwa tumetoka kwa ofisi ya Senator Mwaruma, kama kuna chochote ambacho mnahitaji, tutakufa na nyinyi. Hakuna vile tutawaacha. Na kuna wakati tuliongea na Mama Fatuma akanielezea mambo fulani na fulani ile mnapitia, lakini tukampatia mheshimiwa na mheshimiwa anashughulikia na mambo yatakuwa sawa. Otherwise nataka niwaambie tunawapenda sana na ninyi ndugu zetu, tutaendelea kuwa pamoja. Asanteni sana. Asante sana. Hawa ni dada zangu. Napenda kutoa salamu nyingi sana za Mheshimiwa Senator. Angetaka sana aje kwa mkao huu, lakini ikawa amesafiri, ameenda kule nje. Ako katika nchi ya Uturuki ama Turkey. Sasa chairman aliniambia waliwasiliana, na kwa vile anawapenda akaniomba nije nimwakilishe. Katika jamii ya Kikristo huwa tunasema mke na mume ni kama kitu kimoja. Kwa hivyo mkiniona mimi ni kama mmemwona mheshimiwa. Na kabla sijaongea sana, mimi napenda kutoa shukrani zangu nyingi sana chairman. Wakati mwezi wa pili nilimpoteza mama yangu, uliandamana na wenzako na hawa dada pia wakaja wakanipa. Hiyo ilinigusa sana, kwa sababu hata ingawa sisi wa Kristo, hawa dada zangu pamoja na Imam Council of Elders mlituonyesha upendo mkubwa sana, na sisi hatutasahau. Wakati wowote mtatuhitaji, sisi pia tuko tayari kutembea pamoja na nyinyi. Na nipende pia kuwapongeza kama jamii ya Kushaites kwa kuja pamoja kukaa kama kitu kimoja. Mheshimiwa Azar ameeleza ya kwamba
kuna watu hawawezi kufurahia huu muungano, lakini mimi nataka kuwaambia kuna nguvu katika kushikana kama jamii. Na mimi huwa naangalia huyu rafiki yangu Hussein. Hussein amefanya siasa muda mrefu sana hapa Taita Taveta, na sisi tunamheshimu. Lakini mnajua nyinyi kama Kushite mkishikana, mumwambie rais, huyu Hussein anastahili kukaa mahali fulani kwa nafasi fulani, sio unajua atasikia. Manake atajua kama viongozi wamesema na jamii nzima imesema, kwa nini nisimpatie nafasi? Na anastahili. Napenda siasa yake, manake huwa si chuki. Licha ya kuwa mara nyingi huwa kwa upande ule kwa chama kile kingine, bado tukikutana huwa ananichekea tu, mama seneta na kusalimia. Yaani siasa yake ni ile ya upendo sana, na mimi nampenda na najua your time is coming, kuna wakati utakuwa recognized. Mimi najua tukiwa na mmoja wetu kule mbele, sisi pia mambo yetu yatakuwa yamewasilishwa kule mbele. Tusiangalie wale ambao wamepewa at national level. Sisi hatuko kwa UDA, lakini mheshimiwa, hii jamii pia inatakana kutetewa. Wakati wanachukua at national level hapa kwa county, isiwe eti ni wale tunasiconsider eti ni Wataita zaidi kuliko hao wengine. Iwe pia ya jamii inaweza kutambulika, kwa sababu pia wao wana haki kama hawa watu wetu wengine. Sisi kama jamii ya Seneta Mwaruma tunaheshimu sana jamii zingine na tunazipenda. Ndiposa utaona hata pale kwetu kwa nyumba yangu ukija, na nafikiri mlishawahi kuona, ni jamii zote zinakuja pale. Hatutambui hata dini. Ukija pale kwa mheshimiwa, saa zako za kuomba zikifika, tumetengeneza mahali pa Waislamu kuombea pale, kwa sababu tunaheshimu dini na tunawapenda Waislamu kama vile tunavyowapenda hata Wakristo wenzetu. Sasa nilikuwa nasikiza kwa makini sana, nikasikia dada yangu Fatma amesema kuna msichana alimaliza akaolewa na sasa amegundua anastahili kuendelea na masomo yake. Na nataka kukuambia ya kwamba sisi kama Jones Mwaruma Foundation huwa tunasomesha watoto. Seneta anajinyima ili kuwasaidia wale watoto ambao hawajiwezi. Na Fatma, naona pia katika ule muungano wenu wa welfare ni kwamba huwa zile pesa zinaenda kusaidia wale watoto hawajiwezi. Kwa hivyo agenda yenu na ile agenda ambayo tuko nao kama Jones Mwaruma Foundation zinawiana. Nitazungumza na mheshimiwa pia tuone kama huyo girl child, mimi namuita girl child, ataweza kusaidika. Hapo awali natambua kuna msichana wa Kushites tulichukua, si ni kweli? Kuna msichana wenu mmoja wa Kushites tulichukua tukamweka katika foundation ili aweze kusoma. Na hizo ndizo vigezo nitawaambia mpime nazo viongozi ambao wanakuja kuwaomba kura. Kama kulikuwa na kiongozi, tujiulize alichukua Kushites wangapi akawaweka kwa ofisi. Kama ni tenders, aliwahi kutupatia vikundi vya Kushites vimepatiwa tenders mara ngapi? Kama hakuwapatia, sasa ndio atawapatia, si itashindikana? Kwa hivyo tunaomba kwamba Mungu awapatie hayo macho ya ndani ya kuchunguza wale viongozi ambao hawabagui. Maana hawa ambao viongozi tunasimama, kuna wale ambao wanabagua kuona jamii hii inafaa zaidi kuliko hii jamii nyingine. Kwa hivyo sisi tuko tayari kutembea pamoja na nyinyi, na wakati nilisikia hiyo story ya huyu msichana imenikumbusha ile sababu imetufanya tukajenga college. Tunajenga college hapa Ikanga. Hapa Ikanga tunajenga college ya walimu. Na college hiyo tunaijenga ili iweze kusaidia wasichana kama huyu ambaye aliolewa mapema, lakini bado azma yake ya kuendeleza profession yake iko, na tunataka kuwasupport. Mbeleni hawa watoto tulikuwa tunawapeleka kule Vihiga kwenda kusoma, lakini tukagundua wale ambao wameolewa
Mara nyingi wakirudi wanapata familia zao kidogo zinasambaratika, mara mtu amepindua serikali kule nyumbani. Lakini sasa tukasema tulete hii college hapa karibu, msichana anaweza kusoma pale mchana na jioni aje apikie mume wake na angalie watoto, na bado atafaulu kuwa mwalimu atakapomaliza masomo yake. Wanawake hai, tuko na watu ambao wanataka kuendeleza masomo, si wako katika jamii ambao walitaka kusomea kozi fulani fulani, lakini kwa sababu ya mambo ya ndoa, umaskini, kukosa pesa, wakawa hawajaweza kujiunga na vyuo vikuu. Na haya yote tutafanya ili kuendeleza jamii zetu. Mwombeni mheshimiwa, tukimaliza pale tutaweza kuchukua watoto wengi hata kuliko wale ambao tumechukua sasa hivi. Tofauti ya ile college tunajenga ni kwamba itakuwa inalipiwa half the cost. Wakati college zingine zinalipisha 70,000, sisi tutakuwa tunalipisha 35 hadi 40. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ingine mheshimiwa atakuwa ana cushion ama anasaidia wale maskini. Na mimi najua hata mama mboga anaweza kulipa 2,000 kwa mwezi. Ni ukweli ama ni uongo? Ama 3,000 ndio itoshee hiyo 35. Kwa hivyo tunataka as much as possible tupate walimu kutoka kaunti ya Taita Taveta, na najua hata nyinyi ni watu wa Taita Taveta. Kwa hivyo mimi sitachukua muda wenu mwingi, bali ni kuwapongeza kwa shughuli hii, na nikwambie Fatma, wakati ujao kukiwa na ule mkao wetu wa wanawake uniite, nitakuja tuketi pamoja tuzungumze yale ambayo yanahusu wanawake, na tutaweza kusaidiana pale tutaweza kusaidiana. Mungu awabariki sana, na karibuni kule kwa seneta. Sisi mlango wetu huwa uko wazi, tunapenda wageni.